Jana Mei 7 ya mwaka huu 2025, Bunge la Ulaya lilifanya mjadala wa dharura kuhusu kukamatwa kwa mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Mjadala huu ulifanyika chini ya kanuni ya 150 ya taratibu ya bunge hilo la Ulaya. Hii ni kanuni maalum inayotumika katika mijadala ya haraka kuhusu matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu, demokrasia na utawala wa sheria. Kesi ya Mheshimiwa Lissu imechukuliwa kuwa dharura ya kisiasa inayogusa masuala ya msingi ya haki, uhuru wa vyama na demokrasia nchini Tanzania. Kadhalika, uharaka wa kesi hiyo umechangiwa na ukweli kwamba kwa mujibu wa sheria za Tanzania, adhabu ya kesi ya uhaini ni kifo. Kwa hiyo wabunge wa bunge la Ulaya walilitaka bunge hilo kulijadili swala hili kwa dharura kutokana na ukweli kwamba uhai wa Mheshimiwa Lissu upo hatarini endapo kesi itaendelea na hatimaye kuhukumiwa kifo, kwa sababu ndio kwa mujibu wa sheria za Tanzania adhabu ya uhaini ni pamoja na adhabu ya kifo. Mheshimiwa Lissu alikamatwa tarehe 4 Aprili 25 na huu ndio ulikuwa mwanzo wa mjadala, kulielezwa picha halisi ya nini kilichotokea hadi kufikia hapa ilipo, na ilielezwa kwamba Mheshimiwa Lissu alikamatwa tarehe 9 Aprili 25 baada ya kushiriki mkutano wa amani wa kisiasa, na siku iliyofuata, yani tarehe 10 Aprili 25, alifikishwa polisi na kushtakiwa kwa kosa la uhaini. Alifikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa kosa la uhaini ambalo kwa mujibu wa sheria za Tanzania linachukua adhabu ya kifo. Mbali ya shtaka hilo, alikabiliwa pia na makosa matatu ya kuchapisha taarifa za uongo kwa kutumia mitandao ya kijamii kinyume na sheria ya makosa ya mtandaoni. Kukamatwa kwake kulikuja wakati ambapo Tanzania ilikuwa ikiingia katika kipindi muhimu cha maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Haya maelezo ninayosoma hapa, huu ulikuwa ni muhtasari wa hali ilivyo, yani kuwapa picha wabunge wa bunge la Ulaya kilichotokea toka tarehe 9 Mheshimiwa Lissu alivyokamatwa, kesho yake alivyofikishwa mahakamani na yaliyojiri baadaye, kwa sababu kabla ya mjadala inatakiwa hoja ieleze nini hasa kimetokea na nini kinaendelea mpaka sasa hivi na nini kinapaswa kufanyika. Kadhalika, bunge hilo lilielezwa kwamba tarehe 12 ya Aprili 25 inayojiita Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilitangaza kuwa Chadema imepigwa marufuku kushiriki katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Sababu iliyotolewa ni kwamba chama hicho kilikataa kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Hatua hiyo ilichukuliwa ndani ya muda mfupi baada ya kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu. So wabunge wa bunge hili la Ulaya walieleza kwamba hatua hii iliyochukuliwa na hii inayojiita Tume Huru ya Uchaguzi inaathiri misingi ya ushindani wa kisiasa na inazua maswali kuhusu uhuru wa tume hiyo inayojiita huru. Walihusisha uamuzi huo na mazingira yanayoathiri uhuru wa vyama vya upinzani kushiriki mchakato huru wa kidemokrasia. Kadhalika, wabunge kutoka vikundi mbalimbali vya kisiasa ndani ya bunge hili la Ulaya lina vikundi mbalimbali ambavyo vingine vinajihusisha na masuala ya mazingira, vingine vinashughulikia masuala ya umaskini, vingine vinashughulikia masuala mbalimbali, kwa sababu bunge la Ulaya linaundwa na wabunge kutoka nchi mbalimbali zinazounda jumuiya ya Ulaya. Kwa hiyo kuna vyama ambavyo vinakuwa na mrengo wa aina fulani, kwa hiyo vinakuwa na vikundi vyao ndani ya bunge hilo. Kwa hiyo wabunge kutoka vikundi mbalimbali vya kisiasa waliwasilisha hoja kwa sauti ya juu ya kushuka kwa viwango vya haki za binadamu nchini Tanzania. Majadiliano hayo yalitawaliwa na misimamo iliyoeleza kwamba kesi ya Mheshimiwa Lissu ni mfano wa kushughulikiwa kwa wanasiasa wa upinzani kwa njia za kisheria zinazolenga kunyamazisha upinzani. Wengine walieleza kuwa hali hiyo ni kielelezo cha udhaifu wa mfumo wa uchaguzi, huku wengine wakieleza kuwa ushiriki wa vyombo vya usalama katika siasa nchini Tanzania ni changamoto inayopaswa kushughulikiwa haraka na kwa njia ya kimataifa. Vikundi vya kisiasa katika bunge la Ulaya, PPE, SD, Renew Europe, Verts,
ALE na ECR vilikubaliana kwa pamoja kuwasilisha azimio hili la Mheshimiwa Lissu, na azimio linataka kuachiliwa mara moja bila masharti kwa Mheshimiwa Lissu, kuhakikisha anapata haki ya wakili na kusikilizwa kwa haki. Hili linahusu changamoto ambazo mawakili wa Mheshimiwa Lissu wamekuwa wakizipata katika kuwasiliana na mteja wao. Kadhalika, kukomesha ukandamizaji dhidi ya wapinzani, wanaharakati wa haki za binadamu na waandishi wa habari. Aidha, azimio lilikuwa limeeleza kuwa kunatakiwa kufanyika kwa marekebisho ya sheria ya makosa ya sheria za mtandaoni na sheria zinazosimamia vyombo vya habari ili zilingane na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Kwa hiyo wito uliotolewa na huu mjadala uliofanyika jana, ambao taarifa ni kuwa leo tarehe 8 ya mwezi Mei 2025 bunge hili litapiga kura kufuatia huu mjadala uliofanyika jana. Kwa hiyo bunge la Ulaya limetoa wito wa mahususi, na hii ndio itakayopigiwa kura, kwamba Mheshimiwa Lissu aachiwe mara moja bila masharti, halafu kuhakikisha kuwa mawakili wake wanapata haki sahihi na sawa ya kuwasiliana na mteja wao, kama nilivyosema hapo awali wa mawakili wa Mheshimiwa Lissu ambao nimeweka mahojiano yao hapa. Mheshimiwa wakili msomi Peter Kibatala, wakili msomi Dickson Matata, wote wameeleza ugumu wanaokabiliana nao kuwasiliana na Mheshimiwa Lissu. Mheshimiwa Lissu ana mawakili 33, lakini sana ni wakili msomi Kibatala pekee ndio anayepata fursa ya kuonana na Mheshimiwa Lissu. Lakini hata anapoonana na Mheshimiwa Lissu bado haki ya faragha inaondolewa, kwa sababu kwa mujibu wa sheria mtuhumiwa anapoongea na wakili wake hakupaswi kuwa na mtu wa kusikiliza maongezi yao. Askari magereza wanatakiwa kuwa kwa mbali, wao wanaona kwamba wakili ampatie kitu chochote mtuhumiwa, lakini hawapaswi kuwa katika eneo lile la maongezi. Kadhalika, bunge hilo limetoa wito wa kusitishwa kwa vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wapinzani wa kisiasa, wanaharakati na waandishi wa habari. Kadhalika, marekebisho ya sheria kandamizi ili kuendana na mkataba wa haki za binadamu wa Afrika, kuwepo ushiriki wa vyama vyote katika uchaguzi mkuu wa 2025 na ushirikiano wa Umoja wa Ulaya na nchi wanachama kuishinikiza Tanzania kuheshimu misingi ya demokrasia. Kwamba natoa wito bunge la Ulaya ziliweke shinikizo kwa nchi wanachama kuhusu umuhimu wa kuishinikiza Tanzania iweze kuzingatia haki za binadamu. Katika mjadala huo, wabunge hao walitaja changamoto za kijamii zinazoikabili Tanzania. Kwa mwaka 2025 imeelezwa kuwa idadi ya Watanzania mpaka sasa hivi inaelekea milioni 70 kwa mujibu wa takwimu, na zinaonyesha kuwa Watanzania zaidi ya milioni 25 wanaishi chini ya kiwango cha kimataifa cha umaskini, ambayo ni wanaishi kwa kiwango cha dola 1 na senti 90 kwa siku, ambapo kiwango hiki ni sawa na takriban shilingi 4,940 za Kitanzania, takriban shilingi 5,000 kwa kutumia kiwango cha sasa cha ubadilishaji wa dola. Hali hii ya umaskini inaonekana kuwa mojawapo ya mazingira yanayozidisha kutoridhika kisiasa na inaweza kuwa kichocheo cha changamoto za kijamii endapo haitazingatiwa. Lakini hii hoja ya kiuchumi imeletwa makusudi kulikumbusha bunge hili kwamba linatoa ufadhili, kwa sababu nchi za Umoja wa Ulaya ni miongoni mwa wafadhili wakubwa wa Tanzania. Kwa hiyo wabunge hawa wamejaribu kulikumbusha bunge hili kwamba nchi hizi ambazo zinatoa fedha kwa ajili ya maendeleo, bado umaskini ni changamoto, lakini inaonekana kwa kipaumbele cha watawala ni ukandamizaji wa haki za binadamu. Kwa hiyo hii hoja inajaribu kama kulishawishi bunge kuangalia kutumia silaha yake muhimu ambayo ni misaada. Pia bunge la Ulaya liligusia misaada mikubwa inayotolewa na Umoja wa Ulaya kwa Tanzania, kwamba kupitia mpango unaofahamika kama Global Europe Multi-Annual Indicative Program wa mwaka 2021 mpaka 2027, Umoja wa Ulaya ulitoa euro milioni 726 sawa na shilingi trilioni 2 hivi za Kitanzania. Vile nchi wanachama wa EU zimechangia euro bilioni 1.2 kati ya mwaka 2021 mpaka 2024 sawa na zaidi ya shilingi trilioni 3 za Kitanzania. Wabunge hao walieleza kuwa kama misaada hiyo itasitishwa, Tanzania inaweza kukabiliwa na matatizo ya kifedha katika sekta za afya, elimu, huduma za jamii, hali inayoweza kuchochea mvurugiko. Lakini hapa
ieleweke kwamba hawakuwa wanatoa tahadhari kwamba misaada isisitishwe, bali kukumbushia umuhimu kwamba misaada inayotolewa na nchi za Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Ulaya kwa ujumla ni muhimu sana kwa maendeleo ya Tanzania, na ni muhimu kwa serikali ya Tanzania kukumbushwa kwamba misaada hii imelenga katika kusaidia sekta hizi na sio kukandamiza watu mbalimbali. Kadhalika azimio hilo limeweka ajenda kwamba leo Mei 8, 2025 itapigwa kura kuhusiana na yaliyozungumzwa katika mjadala wao. Iwapo azimio litapitishwa, litatumwa kwa Baraza la Umoja wa Ulaya, Kamisheni ya Ulaya, mwakilishi mkuu wa sera za kigeni wa EU pamoja na serikali ya Tanzania na bunge la Tanzania. Lengo ni kuashiria kuwa Umoja wa Ulaya unazingatia kwa makini mwenendo wa siasa nchini Tanzania na uko tayari kuchukua hatua endapo hali itaendelea kuzorota. Azimio hilo linaweza kutumiwa kama msingi wa maamuzi ya baadaye ya kidiplomasia. Kwa hiyo majadiliano haya yaliyofanyika jana yameweka bayana kuwa jamii ya kimataifa, hasa Umoja wa Ulaya, una wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya haki za binadamu na kidemokrasia nchini Tanzania, na kesi ya Mheshimiwa Lissu imekuwa alama ya jinsi siasa zinavyotumiwa dhidi ya wapinzani. Matokeo ya kura ya maoni inayopigwa leo katika azimio hili yatachukua nafasi muhimu katika mwelekeo wa uhusiano kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya. Katika kuzingatia katika mazingira ya sasa, hatua yoyote ya kidiplomasia au ya kifedha kutoka EU inaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi na hali ya maisha nchini Tanzania. Je, una maoni gani kuhusiana na huu mjadala uliofanyika katika Bunge la Ulaya kuhusiana na kesi ya Mheshimiwa Lissu? Basi toa maoni yako hapo kwenye comment